Lakini ajira hizi kwa asilimia kubwa unaona watu wanatoka Msoma, Dar es Salaam. Sintofahamu imebuka baina ya madiwani na uongozi wa mgodi wa Sota kwa madai kuwa watendaji wa mgodi huo hawajatekeleza kikamilifu matakwa ya sheria ya kutoa fursa za ajira za muda mfupi kwa wananchi wa wilaya Sengerema. Sheria ya madini ya Tanzania kifungu cha 123 marekebisho ya 2019 na 2023 inaelekeza kuwa makampuni ya madini yanayopewa leseni za utafutaji na uchimbaji madini lazima zitoe kipaumbele kwa Watanzania katika ajira zote, hususan zile zisizo za kitaalamu kwa wananchi wa maeneo husika. George Mkanza ni kamishna wa madini mkoani Mwanza. Tuna kanuni za local content, kanuni za ushiriki wa Tanzania zinaelekeza kipaumbele kitolewe kwa Watanzania, lakini kwa kazi zile ambazo ni non-skilled laborers zitoke kwenye maeneo yale ambapo mgodi upo. Yaani mgodi unatakiwa uwe na utaratibu ambao utahakikisha kwamba ajira za zile kazi kama ni vibarua nini, hategemei mtu atoke Dar es Salaam kuja kufanya kazi ya kibarua cha ujenzi pale Sota, wakati kuna mwananchi anahangaika hajapata ajira pale. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo mgodi atakuwa alifanyie kazi kuhakikisha kwamba ajira zote za hizi kazi ambazo hazihitaji ule utaalamu sana zinatoka pale. Na hata kama kuna ajira ambazo zinahitaji utaalamu lakini kuna wataalamu kutoka maeneo yale pale, wapewe kipaumbele. Sababu kwanza inakuwa rahisi zaidi kwao. Umeengage engineer ambaye ni mzaliwa pale au ni mjeruhiwa kutoka maeneo yale pale kuliko kuchukua kwa mbali. Kama hawapatikani pale basi wanaweza katoa kwa maeneo mengine. Na sasa ikawa zamu ya baraza la madiwani katika halmashauri ya Sengerema, ambapo baadhi ya madiwani wakaibua maswali yaliyotaka majibu ya papo kwa hapo. Sasa sisi hususan halmashauri ya wilaya Sengerema, vijana wetu wananufaika vipi na huu mgodi? Na mgodi ukisomeka huko halmashauri ya wilaya Sengerema. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ningeliomba tukue na mapendekezo, angalau tupunguze ukakasi wa vijana wetu. Ni kweli lazima tusikitike, mgodi huu uko kwenye maeneo haya ya Sengerema, lakini ajira hizi kwa asilimia kubwa unaona watu wanatoka Msoma, Dar es Salaam. Kwa sisi Sengerema, kwa taarifa ambazo majibu yalitolewa kwa uwepesi na kiongozi wa mahusiano ya mgodi na wananchi, alisema wanachukua kwa vijiji vitano tu vinavyozunguka eneo hilo la mgodi. Mgodi huu unanufaisha wana Sengerema kwa maana ya wilaya nzima. Sasa niombe kujua huo utaratibu wa kupata wanaotumia kuajiri vijiji waajiriwa kutoka kwenye vijiji vitano tu, ni elekezo la nani au ni taratibu zao za mgodi? Mhandisi mkuu wa mgodi wa Sota Richard Ojendo ametoa majibu kwa madai ya madiwani hao. Lakini ikizingatia katika masuala ya ajira, labda waliuliza swali la mfumo unaotumika sasa hivi ni wa kupitisha ajira hizo za nguvu kazi kupitia vijiji vitano vinavyozunguka mradi huo kwa sasa. Lakini pia angalizo kwamba ajira za nguvu kazi zina ukomo wake pia. Tutakapofika wakati wa uzalishaji kutahitajika zaidi utaalamu. Kwa hiyo wakati tutapoendelea, jamii inayozunguka mgodi, inayozunguka mradi, ni muhimu sana kuchukua nafasi za VETA. Wanasome kule kwenye VETA, wawe na utaalamu, na wale ambao wenye utaalamu basi wasubiri kushindania hizo nafasi za kazi zitakazotangazwa. Cha msingi tulichofanya wakati ule wa semina ilikuwa ni kutoa fursa zinazopatikana ni namna gani, sio ajira tu. Ajira ni chache sana, kwa sababu ajira nikiangalia mfano tutakapoingia katika uzalishaji utaenda kwenye 3,000. Sasa 3,000 tutapeana wote, haiwezekani. Cha msingi ni kuangalia, je, fursa zile ambazo zinaweza kufanyika na mgodi ni zipi? Mfano, tumesema mayai yanatoka South Africa, si kweli. Mayai hayatoki South Africa, yanatoka wapi? Ngoma. Ndio, yanatoka Ngoma. Kwa hiyo huyo amepata fursa ya hiyo ajira. Unasikia? Yanatoka Ngoma. Kwa hiyo kimsingi ninachoweza kushauri ni kwamba wakati ule wa semina itakayofanywa na watu wetu wa ugavi, tushirikishane sana kwenye zile fursa zinazoweza kupatikana. Kama ni mboga za kiwango gani, kama ni kuku kwa kiwango gani, ili tufahamu hivyo viwango and then tufanye kwa viwango hivyo, kwa sababu katika manunuzi yote ya mahitaji hayo yana viwango vyake.
Kwa hiyo ukijitengenezea tu mboga ukapuliza madawa leo alafu katuvunia utuletee, huenda usiqualify. Kwa hiyo katika hiyo semina ninaomba wafanyabiashara watakao kuwepo wajaribu kujikita kwenye fursa. Ajira ni chache, na sasa hivi nikiangalia kwenye rekodi yetu tuna vijiji, kila kijiji wanapokuwa wanachukua ajira wanapitia kwa mwenyekiti, lazima anakuwa na barua. Wale ambao ni nguvu kazi, wale ambao ni wataalamu, huwezi kuwapata wataalamu wote wanaohitajika sasa hivi kwenye vijiji. Ndio maana inakwenda nje, kama alivyosema mheshimiwa hapa kwamba inakwenda nje ya vijiji, kwa sababu huwezi kuwapata mason, wale wajenzi unahitaji 200 ukawapata kwenye vijiji vile, isipokuwa utawapata tu labda yule ambaye ni Mtanzania wa sehemu mbali ameandikiwa barua na mwenyekiti kwa kumtambua kwamba huyu amepitia katika kijiji chake. Je, baraza hilo la madiwani limeazimia nini baada ya kila upande kuja na maelezo hayo? Mwenyekiti wa halmashauri hiyo Yanga Makaga ametoa ufafanuzi juu ya matakwa ya kisheria. Azimio la baraza ni kwamba ni kata zote 26 wanufaike na ajira ndani ya mgodi huo. Hata hivyo, wananchi wametoa mapendekezo yao licha ya ufafanuzi na maswali kujibiwa kutoka kila upande. Tunaomba madiwani wetu ambao wapo Sengerema wafanye uchunguzi, wasikae maofisini, ili mtu sasa sijui kama labda wanalea labda mtu labda anapokuwa kiongozi labda akiambiwa ukweli na wanaficha, kwa sababu ili mtu labda wasimpi labda kura, sijui hivyo. Kiongozi ambaye ni kiongozi kabisa ni yule mtu ambaye anaongea ukweli. Unaona, mtu lazima watoto wake kwanza washibe. Sasa hebu angalia hapa sasa hivi, unashangaa mtu ametoka Dar es Salaam amekuja hapa anapata kazi, ametoka Mara huko anapata kazi, ametoka Lindi anapewa kazi, ila sasa mtu ambaye ni mzaliwa wa yale mazingira ya hapa hapati kazi. Mara nyingi kuna zile kazi ambazo mtu anaweza akatumia nguvu, kwa mfano labda kufagia unakosa, unaona, kufyeka unakosa. Kuna zile kazi ambazo mtu labda amesomea, unaona, ufundi magari, ufundi bomba, ufundi umeme, unaona. Na mpaka muda huu hapa mkienda mkafanya utafiti ndani ya migodi, asilimia kubwa ni wageni. Kwa sasa kwa kweli hiyo hapo ni shida. Kwa sasa rushwa, kama rushwa ipo tu, na sasa hivi hapa imezidi, na sijui kama ni nini. Kwa sasa ya kwamba serikali sasa ifanye uchunguzi. Fanya nini? Uchunguzi. Kwangu mimi ninachoomba serikali ifanye juu chini, iangalie hii nafasi, sisi watatupaje hii nafasi, kwa sababu hii nafasi na sisi tunahitaji. Kinafika sehemu sisi wenyewe tunaikosa hii nafasi.